kisha vyema nistarehe, niwekeze hapa na pale, niwe na pesa ya uhakika, gala zangu zote zifurike hakika. Mtazamo wako rafiki ni mzuri machoni pako, ila hutoweza kukupa furaha. Wapo waliotangulia waliofanya hivyo, ila hawakupata furaha ya kweli. Furaha ya kweli hupatikana kwa kuwahudumia wengine, si kulimbikiza mali kwa ajili yako pekee. Utakuwa mtu mwenye furaha kubwa zaidi hapa duniani. Baraka nyingi zitaletwa kwako ili uhudumie wengine. Furaha ya kweli hupatikana kwa kuwahudumia wengine, si kulimbikiza mali kwa ajili yako pekee. Utakuwa mtu mwenye furaha kubwa zaidi hapa duniani. Baraka nyingi zitaletwa kwako ili uhudumie wengine. Mkono unaotoa ndio upokeao, kubali uwe mfereji wa Mungu. Mungu tupatia tuwahudumie wengine, na kwa kufanya hivyo furaha huongezeka. Wapo watu duniani wametambua hilo. Bwana anapobariki nao hubariki wengine, na tumewashuhudia wakizidi barikiwa na kuwa na furaha maishani. Furaha ya kweli hupatikana kwa kuwahudumia wengine, si kulimbikiza mali kwa ajili yako pekee. Utakuwa mtu mwenye furaha kubwa zaidi hapa duniani. Baraka nyingi zitaletwa kwako ili uhudumie wengine. Furaha ya kweli hupatikana kwa kuwahudumia wengine, si kulimbikiza mali kwa ajili yako pekee. Utakuwa mtu mwenye furaha kubwa zaidi hapa duniani. Baraka nyingi zitaletwa kwako ili uhudumie wengine. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana kwa wema aliyomtendea Bwana. Milima mabonde ametuvusha Bwana, njoni tushukuru, tumfanyie shangwe. Kama siyo Bwana, Israeli na aseme aliyoyafanya, miujiza yote kwa mtu mmoja mmoja na kanisa lote. Ndio maana leo twaleta shukrani, hakuna kingine tunaweza jivunia. Kama siyo wewe, hapa tusingesikia. Wanapoyataja magari na farasi zao, sisi tunataja jina lako
Mungu wetu. Twasema asante kwa moyo wa shukrani. Umetutendea kwa mapenzi yako Baba. Pokea sadaka na sifa za watoto wako. Utukufu ukurudie Baba yetu. Ugonjwa ulionisumbua, hakuna kingine tunaweza jivunia kama sio wewe, hapa tusingefikia. Wanapoyataja magari na farasi zao, sisi tunataja jina lako Mungu wetu. Twasema asante kwa moyo wa shukrani. Umetutendea kwa mapenzi yako Baba. Pokea sadaka na sifa za watoto wako. Utukufu ukurudie Baba yetu. Hakuna kingine tunaweza jivunia kama sio wewe, hapa tusingefikia. Wanapoyataja magari na farasi zao, sisi tunataja jina lako Mungu wetu. Tusimame, wimbo namba 96. Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuwape amina mashemasi wetu ambao wametuongoza vizuri katika ukusanyaji wa matoleo. Tuwape amina kubwa. Na nitawatambulisha vizuri baadaye, lakini unaona leo walivyokaa kwa kufanana. Mmefanya kazi nzuri. Mungu awabariki. Lakini tuwape amina
hii kwaya iliyotuongoza katika matoleo. Nadhani hawa ni trumpet. Jamani, mimi wamenibariki. Sijui wewe. The trumpet muendelee hivyo hivyo, tunawaombea. Ukiimba vizuri watu wanajua tu. Au ukifanya jambo zuri watu wanafanyaje? Wanajua tu. Trumpet leo mmenibariki sana. Mungu awabariki. Basi nachukua nafasi hii kuwatambulisha wale ambao wamehudumu na wataendelea kuhudumu katika ibada ya leo kwa muda mfupi. Fundi mitambo na pamoja na timu yake kiongozwa na Yusufu Mtemela, ninaomba upunge mkono. Unafanya kazi nzuri, ingawaje saa mic hii naona kama haiko vizuri sana. Naomba urekebishe. Na kwa upande wa aliyetuhudumia katika mziki mzuri na morolo ni kijana wetu Nelson, punga mkono. Amina. Lakini aliyetuletea fungu kuu pamoja na ombi ni kijana wetu ambaye pia ni muazini mkuu, anaitwa Ibrahim Segere. Naomba wapungie mkono. Amina. Na aliyetuongoza katika lile somo zuri la zaka na sadaka ni kijana wetu Eliabu, kama sikosei, Eliabu, lakini pia tunamfahamu ana kipaji cha UMC, kwa hiyo tuendelee kumtumia. Simama wapungie watu mkono. Amina. Na mashemasi wetu kwa upekee kama ambavyo mnaona, yupo Bwana Filipo Zawadi pamoja na pacha wake. Hawa ni mapacha. Ndio maana unaona leo walikuwa wananitania huko ndani kwamba wanarenew, kuna kitu wanarenew. Kwa ndio maana leo wanafanana. Kwa hiyo Filipo Zawadi pamoja na pacha wako John Mbaga, wapungieni mikono washiriki. Bwana Yesu asifiwe. Na leo kwa upekee tunahudumiwa na mchungaji ambaye napenda kumleta kwenu, na si mwingine anaitwa Benjamin Raymond Kasitu. Benjamin Raymond Kasitu. Yeye ni mhitimu wa chuo chetu cha Arusha, na kwa sasa hapa Dar es Salaam sawa. Mungu anamtumia kwa namna pekee hapa duniani, lakini kwa Dar es Salaam makazi yake yako Kitunda, na hivyo ametokea Kitunda kutuhudumia. Atakuwa pamoja nasi siku ya leo na karibuni hata mchana ataendelea kutuhudumia. Karibu sana mchungaji. Asante sana kwa kuja katika kanisa letu la Segerea. Na wangapi mnamkaribisha mchungaji wetu atakapopata wasaa wa kusimama? Mchungaji, angalia nyuma kule. Mikono mingi sana wanakukaribisha kwa ajili ya kutubariki kwa neno la Mungu. Bwana awabariki sana na tuwe na ibada njema na yenye utulivu. Tukumbuke Bwana yuko katika hekalu lake, dunia yote na nyamaze kimya. Kwaya, karibuni kwa wimbo.
walivyonyenyekea kwako, utu wao ulipotoweka, uliwabadilisha Bwana. Leo tumekuja kwako tena kwa unyenyekevu, tupokee na utufinyange, utuumbie mioyo mipya kama mitume zamani walivyonyenyekea kwako, utu wao ulipotoweka, uliwabadilisha Bwana. Tunasujudu miguuni pako Bwana, kwa kunyenyekea, tuumbie mioyo mipya, badilisha utu wetu, ili dhambi ikome maishani mwetu. Tunasujudu miguuni pako Bwana, kwa kunyenyekea, tuumbie mioyo mipya, badilisha utu wetu, ili dhambi ikome maishani mwetu. Tumekimbilia kwako, japo tuwanyonge sana, utu wetu ule wa zamani, twaomba utubadilishe, tupatie nguvu mpya, imarisha imani yetu, siku zote Bwana utufanye tufae kwenye kazi yako. Tumekimbilia kwako, japo tuwanyonge sana, utu wetu ule wa zamani, twaomba utubadilishe, tupatie nguvu mpya, imarisha imani yetu, siku zote Bwana utufanye tufae kwenye kazi yako. Tunasujudu miguuni pako Bwana, kwa kunyenyekea, tuumbie mioyo mipya, badilisha utu wetu, ili dhambi ikome maishani mwetu. Tunasujudu miguuni pako Bwana, kwa kunyenyekea, tuumbie mioyo mipya, badilisha utu wetu, ili dhambi ikome maishani mwetu. Tunasujudu miguuni pako Bwana, kwa kunyenyekea, tuumbie mioyo mipya, badilisha utu wetu, ili dhambi ikome maishani mwetu. Tunasujudu miguuni pako Bwana, kwa kunyenyekea, tuumbie mioyo mipya, badilisha utu wetu, ili dhambi ikome
Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanamtukuza Mungu kwa nyimbo hizi? Punga mkono. Basi Mungu awabariki kwaya zote ambazo wamemtukuza Mungu. Kianza na kwaya ambayo ilimtukuza Mungu wakati wa sadaka, lakini na kwaya pia ya kanisa. Bwana wabariki kwa nyimbo ambazo zinamtukuza Mungu wa mbinguni. Wanakwaya wamemwambia Mungu ya kwamba tubadilishe utu ule wa kale na kutumbia moyo mpya. Na hilo nafikiri ni hitaji la kila Mkristo, maana tusipoumbwa upya hatuwezi tukamuona Mungu. Bwana wabariki sana. Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika ibada hii ya leo, kwa ajili ya kuja kumwabudu na kumtukuza kama ilivyo kawaida. Na tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo ameendelea kutupigania, na hata sote tuliofika hapa ni kwa neema ya Mungu. Najua kuna wengine wametamani kufika sabato hii ya leo, lakini kwa bahati mbaya huenda wameumwa, waenda hospitali, na wengine wako katika mazingira ambayo hawawezi kuabudu. Kwa hiyo na kila sababu za kumtukuza Mungu na kumshukuru. Lakini pia sabato iliyopita nilikuwa kanisa la Msumi pale, na waliniambia pastor, ikiwa utaenda mahali popote utakapofika utufikishie salamu zetu. Kwa hiyo nipende kufikisha salamu hizo za kanisa la Msumi kwa kanisa la Segerea ambalo nipo kwa sasa. Wangapi wanazipokea? Punga mkono. Basi Mungu awabariki sana. Wapendwa, bila kupoteza muda tuingie katika ibada yetu hii ya leo. Na leo jambo ambalo tutaenda kulitafakari na kumuuliza Mungu pia kwa maombi, tutafakari somo letu ambalo linasema amuru giza na hofu litoweke kwako. Somo linasema amuru giza na hofu litoweke kwako. Amuru giza na hofu litoweke kwako. Hebu tuupitie ule wimbo beti moja, wimbo namba 123 ambao tuliuimba. Wimbo namba 123, Yesu kwa imani, tukiwa tumeketi. Yesu kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa. Bisa tangu le. Wapendwa, katika ibada ya sabato ni ibada ambayo mimi huwa naichukulia ni kwamba tunakutana na Mungu wa mbinguni. Natamani asubuhi ya leo usiondoke hujakutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikusii hapo ulipoketi, fumba macho kama dakika moja na mwambie Mungu kile ambacho umekusudia nitoke nacho au nikipate siku ya sabato, ninaomba unifanyie kwa utukufu wako. Baba,
na Mungu wa mbinguni. Tuongoze sasa tunapoenda kufungua maandiko matakatifu. Roho Mtakatifu akatusaidie kuyatafsiri sawa sawa na mapenzi yako, lakini pia tukayatafsiri katika mazingira yetu leo, yakatusaidie kwenye maisha ya sasa. Ninaomba sasa ufungue mioyo ya kila mmoja, na kama ambavyo kwaya imeimba ya kwamba utuumbie mioyo, sasa tufungue mioyo hiyo mipya ili tutazame na kusikiliza mausia yako. Nitumie kwa utukufu wako, unifiche ukazungumze na watu hawa. Na yumkini yuko mmoja ambaye Bwana amekuja na mzigo fulani baada ya somo hili. Yesu, nina imani utampumzisha na kumweka huru. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu, amen. Tufungue kitabu cha Marko sura ya 8, na hilo ndipo kuna mafungu yetu ambayo tutayasoma hapo. Ni mafungu machache tu. Niombe mtu mmoja atusomee hii Marko sura ya 8, ataanza mstari wa 22 mpaka mstari wa 26. Marko sura ya 8. Marko sura ya 8, anza mstari wa 22 utaenda hadi mstari wa 26. Inasema, Ndio? wakafika Bethsaida, Ndio. wakamletea kipofu, Ndio. wakamsihi amguse. Ndio. Akamshika kwa mkono yule kipofu, Ndio. akamchukua nje ya kijiji. Ndio. Akamtemea mate ya macho. Akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu gani? Waona kitu? 24. Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndio. 25. Ndio. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote wazi. 26. Ndio. Akampeleka nyumbani kwake, akisema, hata kijijini usiingie. Asante sana. Sasa naomba unisikilize ukiwa umeshika Biblia yako hiyo, lakini unisikilize. Kwenye maandiko haya matakatifu nataka kuna vitu baadhi ambavyo vielewe na mazingira fulani ambayo nataka uyafahamu hapa. Kuna vitu tutaviangalia hapa. Tutamwangalia Yesu ambaye ndiye anayeonekana akifanya kazi kubwa hapa wakati akiwa duniani, lakini pia tutauangalia mji. Tutauangalia huu mji wa Bethsaida. Lakini kitu kingine ambacho tutakiangalia, tutamwangalia huyu kipofu. Na kitu kingine tutaangalia pia watu waliomleta kipofu, maana Biblia hapo inasema walimleta. Na jambo lingine ambalo hapo tutaliangalia ni uponyaji huu unaofanyika hapa, au hichi kisa kina maana gani kwako na kwangu leo, na kinatufundisha nini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tutaviangalia. Ukianza huu mstari wa 22 unasema wakafika Bethsaida. Wakina nani? Huyu ni Yesu. Sasa jambo ambalo nataka ulielewa hapa ni kwamba wakati huu katika kipindi hiki ilikuwa ni kipindi cha pili cha huduma ya Yesu ya Galilaya. Kabla ya Marko 8:22 utagundua ya kwamba Yesu alikuwa eneo moja linaitwa Dalmanusa. Ili eneo liko pwani ya magharibi ya ziwa Galilaya. Ukianzia huo mstari wa 11 hadi wa 13
utagundua ya kwamba wakati huu kabla Yesu hajakutana na huyu kipofu, alikuwa ametoka maeneo hayo ambako alikuwa amefanya ishara kadhaa na miujiza, lakini Mafarisayo walimtaka aonyeshe zaidi ishara kutoka mbinguni. Utagundua hapo kuna baadhi ya vitu ambavyo Yesu aliwajibu baada ya Mafarisayo kutaka awaonyeshe ishara. Kwa baada ya hapo, baada ya hiyo Marko 8:11 hadi 13, utagundua kwamba Yesu anavuka ziwa Galilaya pamoja na wanafunzi wake. Ndio maana Biblia imeanza kwa kusema wakafika. Kwa hiyo hakuwa peke yake, ni wengi. Wakafika Bethsaida. Kwa hiyo Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake, ambao hii Bethsaida ni kaskazini mashariki mwa ziwa, kaskazini mashariki mwa ziwa hilo Galilaya, ambapo hapa sasa ndipo Yesu anakutana na kipofu. Na baada ya Yesu kumaliza hii huduma yake ya kumhudumia kipofu, aliondoka eneo hilo na akaenda eneo linaitwa la Kaisaria ya Filipi. Hiyo ukisoma mstari wa 27 utagundua Yesu baada ya hiyo huduma alienda Kaisaria ya Filipi, ambako huko Petro alitoa tamko akamwambia Yesu, wewe ndiwe Kristo. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vikubwa sana kwenye andiko hili ni kwamba, na kwenye hii sura Yesu anatambulishwa kama Kristo. Kristo ni Masihi, ni mpakwa mafuta. Na ukisoma Luka sura ya 4 ule mstari wa 16 na 17, baada ya kusema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi, utagundua ya kwamba mstari wa 17 Yesu anaanza kwa kujitambulisha akisema ya kwamba Roho wa Bwana yuko juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiri habari njema maskini, wafungwa kufunguliwa, vipofu kuona, na mateka kuwekwa huru. Kwa hiyo Marko sura ya 8 inamtambulisha Yesu kama Kristo, na tunaelewa kwamba Kristo ndiye ambaye alikuja duniani kwa ajili ya dhambi ambayo iliingia ulimwengu na kurejesha maisha ambayo Mungu aliyaumba katika bustani ya Eden. Kwa hiyo huyu Yesu ambaye ni Kristo, ambaye tunafahamu ana kazi kubwa mbili ambazo pia alikuja kuzifanya na akaziacha ziendelee. Ya kwanza ni ukombozi wa mwanadamu kwa maisha ya dhambi. Ya pili ni kumkomboa mwanadamu na yale yote ambayo yamemkuta kulingana na madhara ya dhambi, yakiwemo magonjwa, changamoto za kimaisha, changamoto zozote zile ambazo nifahamu, ni kazi ambayo Yesu alikuja. Kwa hiyo Marko sura ya 8 inamuonyesha Yesu akiwa ndiye Kristo. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunayemhubiri hapa na kutangaza habari zake ambazo zinasimuliwa hapa na huyu kipofu, tunamtangaza ni Masihi ambaye ni Kristo, ambaye kwa habari njema tu ni kwamba niwaambie watu wa Segerea, huyo Kristo hata katika ibada ya leo ndiye tumekuja kumwabudu, kumsifu, ili na sisi atutendee miujiza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni Kristo huyu. Bethsaida. Tuiangalie kidogo Bethsaida. Maana ya neno Bethsaida, maana yake ni nyumba ya uvuvi. Hili lilikuwa ni eneo maarufu sana kwa kufanya shughuli za uvuvi. Utagundua wanafunzi wengi wa Yesu aliwatoa katika kazi ya uvuvi. Kwa hiyo Bethsaida, hilo ni neno ambalo la Kiyunani linalomaanisha nyumba ya uvuvi. Na ukisoma historia vizuri ya Biblia utagundua hapa ndipo palikuwa nyumbani mwa Andrea, Petro na Filipo. Hiyo utaisoma Yohana 1 na mstari wa 44. Lakini kitu cha ajabu unachokishangaa kwenye hii Bethsaida ni miongoni mwa miji ambayo Yesu alitenda miujiza mingi, lakini hawakuamini na hawakutubu. Hawakuamini na hawakutubu. Ukisoma Mathayo 11 na ule mstari wa 21 utagundua Yesu anatoa ole. Anasema ole Bethsaida, maana miujiza ambayo imefanyika kwako light ingalifanyika Tiro na Sidoni wangetubu. Kwa hiyo ili eneo ni eneo ambalo miongoni mwa maeneo ambayo Yesu alitenda kazi na akatenda miujiza mingi ni Bethsaida, lakini hawakuweza kumwamini, lakini pia hawakutubu. Na huenda ile miujiza iliyofanyika pale ingefanyika kwingine, huenda watu wangemwamini Yesu. Hawakutubu na wala hawakubadilika.
Na ndio maana Yesu katika hiyo Mathayo 11:21 alilaumu sana mji huu wa kipumbavu, mji ambao una upumbavu wa kiroho. Na hii ndiyo maana kubwa ya Yesu anamchukua kipofu akampeleka nje ya mji. Kitu ambacho ulikuwa ukielewa ni kwamba eneo lile Yesu alikuwa ameshatenda miujiza mingi, akitegemea watatubu, watabadilika, watamwamini, lakini haikusaidia chochote. Hivyo Yesu anapopita katika mara nyingine eneo hili, anakutana na mhitaji ambaye ni lazima ambadilishe, ni lazima amfungue, ili mgharimu Yesu kumtoa yule kipofu aende nje ya mji, kwa sababu ni eneo ambalo walimkataa. Ngoja niwaambie, kuna mazingira ambayo Yesu ili akutendee muujiza, kuna mazingira lazima akuondoe. Kuna mazingira Yesu lazima akuondoe. Anaweza akakuondoa mkoa fulani, maana anajua hapo hata ukitendewa bado ziko roho ambazo haziamini, bado kuna vizuizi. Anaweza akakuondoa, anaweza akakuondoa sehemu fulani, kwenye familia fulani, nchi fulani. Anaweza akakuondoa makusudi, kwa sababu anajua hapo jina lake halitotukuzwa. Kwa hiyo Yesu alimuondoa huyu kipofu nje ya mji, huu mji ambao walimkataa, huu mji ambao walishindwa kuamini kazi zake. Na ni katika sehemu ambazo Yesu alimkataa, ikiwemo ni Betsaida, lakini na Nazareti alipolelewa. Kiangalia vizuri, alipoanza huduma yake, alipoenda Nazareti walimkataa. Baada ya kufanya miujiza michache, Yesu wakamletea wagonjwa wengi. Soma Biblia vizuri, utagundua Biblia inasema kwamba Yesu hakuweza kuwaponya. Kwa sababu gani? Walimkataa na hawakumwamini, na walimfukuza, wakamfukuza. Kwa hiyo kuna mahali ambapo Yesu akikataliwa huwa hafanyi kazi. Mahali ambapo Yesu akikataliwa huwa hafanyi kazi. Kwa hiyo sasa, hii Betsaida ni mji ambao una kiburi, ni mji wa upumbavu wa kiroho, watu ambao Mungu amewapatia na kuwadhirishia matendo makubwa, lakini bado wanamkana na kumkataa Yesu. Na ndio maana Yesu alimtoa nje ya kijiji huyu kipofu, na kama kuonesha kwamba neema haionekani tena mahali ambapo palipo ikataa. Neema haikuonekana tena mahali ambapo ilikataliwa. Ngoja niwaambie ni watu, kuna mazingira mnaweza msielewe mambo ya kiroho, lakini kuna mazingira ambayo uko na changamoto, uko na shida, lakini hayo mazingira Mungu hawezi akakutendea. Na ndio maana mnashangaa kuna baadhi ya watu wanaweza kuwa wanaenda kuombewa majumbani kwao, wanaombewa, unashangaa wafunguliwi, lakini the day amekuja makambi mara moja, siku amekuja kanisani mara moja, amebadilisha mazingira. Hata kabla hujaombewa unashangaa amefunguliwa. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo hata unapoishi maisha ya kiroho na maombi, kuna mazingira lazima umuulize Mungu. Kuna maeneo ambayo Yesu anakataliwa, kuna maeneo ambayo kuna ushirikina na umizimu na uchawi, kuna maeneo ambayo lazima Yesu akubadilishe ndipo ufanikiwe. Haijalishi ni kiuchumi, haijalishi ni hali yoyote, kuna mazingira Yesu lazima kutoe, maana asipokutoa hapo muujiza hauwezi kutendeka. Huyu kipofu ana uhitaji mkubwa, lakini eneo hilo Yesu ameshatenda mengi, wamemkataa. Yesu anajiuliza, nipite huu mji, lakini kuna mmoja ambaye yeye huenda ataniamini. Kuna watu ambao waliona nikitenda huenda watamleta. Kwa Yesu ilimbidi, kwa sababu hata kama angemwacha pale Betsaida wasingemwamini, kwa sababu neema ilikuwa imefungwa pale. Yesu ilibidi amtoe nje, amtendee. Ngoja nikwambie, nataka nikupe habari njema leo. Hata kama mazingira uliopo Yesu amekataliwa, hata kama mazingira uliopo neema imefungwa, hakuna nuru, bado Yesu anaweza akakutoa eneo hilo akaenda kukutendea muujiza mahali pengine. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu bado ana njia nyingi, bado ana njia maelfu. Kukuzuia usifunguliwe hawezi, ila anaweza akakubadilisha mazingira. Hebu niwalete kwa kipofu huyu kidogo ni nani. Ukisoma Biblia vizuri utagundua kwamba huyu kipofu hayatajwi jina kama walivyotajwa kina Batimayo, lakini Biblia inasema kwamba wakamleta kipofu kwa Yesu. Hii ina maana gani? Inaonekana huyu kipofu alikuwa ni tegemezi na aliishi kwa misaada ya watu wengine, na ndio maana walimleta kwa Yesu. Kuna watu wanatamani kumuona Yesu, lakini wanahitaji watu watakao mpeleka huyo muhusika kwa Yesu. Huko mitaani, nyumbani, tumezungukwa na watu ambao tunawaona, huyu mtu angeenda kanisani angefunguliwa, angeenda sehemu fulani ya maombi angefunguliwa. Wanahitajika watu. Biblia inaweza hapa kwamba kuna watu tu waungwana waliamua kumpeleka kwa Yesu. Kuna watu waungwana waliamua kumpeleka kwa Yesu, maana aliishi
kwa msaada wa wengine. Na nikutie moyo Mwadventista msabato, usilizike umekaa na jirani yako ambaye unaona hana msaada, huenda amezunguka huko ameshindwa kufanikiwa. Usiogope kumleta katika kanisa la Mungu. Usiogope kumwambia twende. Hawa watu waungwana walimleta kwa Yesu. Maisha yake huyu kipofu yalikuwa yamefungwa, bila kuona, bila mwelekeo, bila uhuru. Alikuwa haoni, na mnajua kipofu haoni nuru, haoni mbele, haoni nyuma. Kiufupi alikuwa amefungwa. Hata leo ndani ya kanisa na nje ya kanisa tunao watu ambao wanatembea, wanaona kimwili, wanaona mazingira ya kimwili kwa macho, lakini wamefungwa upofu wa kiroho. Wana mambo mazito ambayo wanaona kama hawaoni. Wana mizigo mizito ambayo imewasonga. Wewe unaweza kumuona ya kwamba ni mzima anatembea, lakini ni kipofu ambaye amefungwa katika vifungo vya giza. Watu waliomleta Yesu walimuomba Yesu amguse. Walikuwa na imani ya miujiza. Huenda huyu kipofu hakuwahi kumuona Yesu, hakuwahi kusikia habari zake, lakini kuna watu wazuri tu walimleta kwa Yesu, na hatimaye Yesu akawatendea. Ngoja niwaambie wapendwa, washiriki na ambao tunasikilizana hapa, walete watu wakutane na Yesu. Bwana asifiwe. Na niwaambie, hili ndilo kanisa la Mungu la kweli. Hapa ndipo kuna miujiza ya kweli. Usisite kuwaleta, walete. Wapo wengine ambao wamejaribu kuzunguka mahali lakini hawajaona. Wanasubiri Mwadventista mmoja amlete ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Wanasubiri. Pale Kifuru tulikuwa na juma la uamsho kama wiki 2 zilizopita. Mshiriki mmoja ambaye baada ya kuona maombi pale yanavyoendelea, watu wanaofunguliwa, akaguswa tu. Kuna jirani yake alikuwa naye pale ambaye ana tatizo baya sana. Lakini yule mshiriki, kwa sababu alikuwa na moyo wa huruma, alivyomwona yule jirani yake na anajua sio alivyoteseka, akamleta. Wala kuambia yeye mwenyewe tu akamleta, akamwambia rafiki twende na imani huku utafunguliwa. Na imani akamchukua, akamleta yule pale dada kanisani kwenye ibada ambao tulikuwa tunaifanyia pale nje eneo la Kifuru. Akamleta. Huyo dada alikuwa ana kama miezi 4 anasumbuliwa na tatizo la bleed, mambo ya wanawake. Mfululizo masaa 24. Yani ile hali inatoka, zile damu zinatoka kwa kasi ya ajabu. Amejaribu kwenda hapo hospitali Muhimbili, amejaribu kutembea baadhi ya hospitali hapa Kasa, wamempatia dawa lakini hamna. Wamemwangalia shida hawaioni. Kwa dada anateseka, hana uhuru, hana amani, anaishi kwa hofu, anaishi kwa aibu, anaona wasiwasi, hata hawezi kutembea. Hata ananiambia alivyokuwa anamleta kanisani, rafiki yake alikuwa anajaribu kumwambia nitaendaje nali, lakini akamwambia pambana. Mama pale nikamwambia wapendwa, kuna wengine lazima muwalete hapa. Na ndio maana Yesu alikuwa anawaambia mleteni kwangu, mleteni hapa. Lakini huyu mtu wa Mungu akajaribu, kama hao waliomleta kipofu, akajaribu kumleta. Nataka niwaambieni ya kwamba hawa watu wanaoletwa kwa Yesu huwa wana imani kubwa wakati mwingine kuliko sisi tulio ndani ya kanisa. Maana anakuja ana kitu anakuja kukitafuta. Ujue wengi tunakuja kuabudu leo kanisani, lakini hakuna tunachokuja kukitafuta. Mwingine tu amekuja kusali kwa sababu ya mazoea, ni lazima kila Sabato niende Segelea. Mwingine huenda kwa sababu ni mwimbaji, natakiwa kuimba leo. Kwa sababu mimi ni mtangazaji, natakiwa kutangaza. Kwa sababu mimi ni shemasi. Kwa tunakuja kwa zile sababu za kawaida ambazo zinatuleta. Lakini watu hao ambao tunawaalika kanisani huwa wanakuja wengi na lengo la kwamba nataka kumuona Mungu wa watu wa kanisa hili. Washiriki, haijalishi una miaka 20 ndani ya kanisa, kila Sabato unapokuja kumwabudu Mungu, au Jumatano ya maombi, au Ijumaa, njoo kana kwamba haujawahi kufika kwenye hili kanisa. Bwana asifiwe. Hapo utamuona Yesu. Wengi wanakuja kwa mazoea, mchungaji ni yule, wainjilisti ni wale tumezoea. Kwa hiyo hakuna kitu, hata ukija hapa hauwezi kupokea. Na ndio wanawaambia Bethsaida miujiza ilifungwa, na Yesu ilibidi amuondoe yule kipofu ampeleke nje. Kwa nini Yesu hakutaka kutenda pale? Kwa sababu walikuwa wamemzoea. Yesu akizoeleka hatendi. Na wanashangaa watu wasema nimemzoea, nimemzoea. Yesu azoeleki kirahisi kama unaofahamu hivi. Mungu kila siku anatakia awe mpya kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa unapokuja kwenye ibada, njoo kana kwamba hujawahi kukanyaga Segelea. Mwambie Yesu, nikigusa tu ule mlango, nikikanyaga, nikikalia kile kiti, nahitaji kufunguliwa kwa jina la Yesu. Na utamuona. Lakini ukija kwa hiyo mazoea hautomuona. Na kuna wengine wageni watakuja, hata napozungumza hivi huenda kuna mgeni amekuja, anaweza katoka ameguswa na akabarikiwa, lakini wewe ulioko usiguswe, maana unaishi kwa mazoea. Yule dada alivyomleta kanisani akamweka tu kawaida, apite hapa mbele.
Wakati ule maombi amesogea pale mbele, kumbuka ameletwa na mtu. Amesogea pale mbele, tunapoendelea kuomba na waelekeza sawa, tutaja kile kinachokusumbua na uamini ya kwamba umefunguliwa. Maombi yanapoendelea pale, yule dada anashangaa, anasema akiwa amesimama aliona kama kuna nguvu ya ajabu imeenda sehemu zake za uzazi ikamgusa pa. Aliona kama shoti, ghafla akashangaa zile damu zimefungwa na hazitoki tena. Akabaki anashangaa, maana kuna wakati alikuwa anaogopa kusimama, anaogopa kufanya miguu hivi, anajibanabana hivi, akajaribu kufanya hivyo, akasema labda nijaribu hata kuruka hivi, akashangaa, haelewi. Sasa yeye anavyonisimulia akiwa hapo, anatamani ombi liishe aje ofisini kumwambia mchungaji, kuna kitu nimekiona cha ajabu. Mimi simfahamu wala kuna mzee anamfahamu wala shemasi. Kwa ile ibada inaisha, kwa tukimaliza ibada pale jioni, watu wanakuja kwenye private prayer huko. Kwa ile ibada inaisha, akakimbia akawa wa kwanza. Amekuja ghafla, nahitaji kumuona mchungaji. Nimefika tu ofisini, hata sijamaliza kuomba vizuri, kaingia na muona huyu, mbona sio Mwadventista, muona ana hereni na nini. Ayo katika mzee akaingia, anatabasamu kubwa. Rafiki nikamwambia karibu. Sasa pastor, mimi najua amekuja kwa maombi private, kumbe amekuja kutoa ushuhuda. Sasa nikamwambia, alipofika pale akawa anatabasamu kubwa. Akasema mchungaji, nilikuwa na tatizo hili na hili miaka 4, lakini pale maombi yanapoendelea nimeshangaa hapo hali yangu imekoma. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Mungu ambaye hatendi kwa sababu ya mchungaji. Maana mimi hata sikujua, sikupointi kusema ya kwamba fulani afunguliwe. Sikujua wale watu ambao wanakuja kumfuata Yesu ndani ya kanisa, haijalishi amesimama hapa mtoto mdogo, wana uwezo wa kufunguliwa kwa jina la Yesu. Hata kama ni adventure, hata kama ni pathfinder, maadamu unajua ujeje kwa mhubiri fulani, utafunguliwa kwa jina la Yesu. Na nakutangazia wewe uliyekuja ibada ya leo, kama kuna jambo linakuumiza na la muda mrefu, leo usije kwenye ibada kama umekuja Segelea, kama umekuja kwa Pastor Benjamin, njoo kama umekuja kukutana na Yesu na utamuona. Aliyofika mlemle, nikamshukuru Mungu. Akasema nashuhudia sana, natamani nitoe sadaka, nifanye nini? Nikasema uwe na amani. Nikamuombea, na nitakufananishia hicho kisa na kisa kilichoko hapa. Nikamuombea. Baada ya kuomba, pamoja na kwamba ile alikuwa imekata, kumbe alikuwa na nguvu za giza. Kwa hiyo kumuombea, zile roho zinaibuka na kuanza kutisha na kutamka, ana bahati amekuja hapa. Angetembea kila hospitali asingepona. Maana sisi ndo tumesababisha ili tukio. Tukaendelea kuomba pale, ile hali ikamwachia. Ndo akaniambia sio Mwadventista. Nikamwambia sasa hii hali ikikurudia tena, ilikuwa Jumatano, njoo Alhamisi, Jumaa na Jumamosi uripoti. Paka sasa navyokuambia amefunguliwa kwa jina la Yesu. Ila kitu ninachotaka nikuambie hapo, ukinisikiliza hichi kisa vizuri utagundua kuna miguso ya aina mbili. Hebu njoo nikulete hapa kwenye hichi kisa kidogo. Kuna kitu natamani ukione hapa mpendo. Kuna kitu natamani ukione. Nimekuambia walimpeleka kwa Yesu wa watu. Na nikakwambia umuhimu wa kumpeleka kwa Yesu kama ambavyo umesikia hicho kisa. Yesu alimshika mkono na akampeleka nje ya kijiji. Hii ina maana gani? Maana ya kwanza ni kumtoa mbali na watu wa mji usioamini. Yesu kuna wakati ili akufungue, akutoe karibu na watu wasioamini. Nataka niwahakikishie hivi, dhambi ya mtu mmoja ilisababisha ulimwengu mzima uanguke. Mahali fulani kwenye familia ya mtu fulani, kosa la mtu mmoja linaweza likapelekea familia nzima msifunguliwe. Moja, dhambi moja ndani ya kanisa inaweza ikapelekea kanisa mambo yake yasiende, na Yesu anaweza asionekane. Yesu kwa sababu ya kutokuamini ilibidi amtoe nje. Kuna mazingira muombe Yesu akutoe, maana hapo pana laana, hautabarikiwa. Kuna mazingira muombe Yesu akutoe ili akutendee muujiza. Bwana asifiwe. Kwa Yesu alimtoa nje ya mji. Yesu alimtoa nje ya mji huyu kipofu. Kwa hiyo maana ya kwanza, kwa nini amtoe? Kumtoa na mji usioamini. Namba 2, kwa nini amtoe? Kumpeleka sehemu ya faraga kwa ajili ya mawasiliano ya kiroho baina yake yeye na Mungu. Ngoja niwaambie ni kitu kingine, Waadventista wa Sabato mlioko hapa Segelea na ambao ni wageni mliokuja. Kuna mambo Mungu anahitaji kukutana nawe faraga. Sio na familia, sio na kamati yako ya maombi, sio na mchungaji wako unayeomba naye, sio na mwinjilisti unayeomba naye. Kuna mambo Mungu anahitaji azungumze na wewe peke yako. Bwana asifiwe. Kuna vitu vingine haukuhitaji kutafuta watu sana.
Ulihitaji kumwendea Mungu kwa moyo wa dhati na kumwambia Yesu, nimezunguka, imetosha. Leo nataka nikutane na wewe moja kwa moja. Yesu alimchukua huyu kipofu wakiwa wawili, akampeleka nje ya mji. Wapendwa, yale mambo magumu wakati mwingine aliyokushinda, nenda kwa Yesu peke yako. Kuna mambo Yesu anahitaji uje peke yako. Kuna wakati Mungu anapanga kukutana na kanisa, kukutana na familia, kukutana na kamati fulani, lakini kuna wakati Mungu anahitaji kukutana na wewe. Sio kila kitu kifanyike kwa unapenda kwa kampani. Kuna vitu Mungu anahitaji akutane na wewe, na ana sababu za msingi. Kwa Yesu alimleta sehemu ya faraga. Kwa ni kusihi, wakati unapoendelea kumtafuta Mungu, panga uwe una maombi yako ya pekee ya kukutana na Mungu. Ngoja niwaambieni jinsi huyu kipofu alivyofunguliwa. Uponyaji huu haukutokea mara moja kama kawaida ya Yesu. Ulikuwa ni uponyaji wa hatua. Naombeni mnielewe. Uponyaji wa huyu mtu haukutokea mara moja, ulikuwa ni hatua. Wengi leo wanapopitia changamoto na matatizo magumu, aidha ni ya ndoa, uchumi, biashara, magonjwa, wengi wanatamani Mungu awatendee kwa ghafla. Wewe atakuja hapa anatamani akitoka hapa kitu kifunguke, akitoka hapa biashara ifanikiwe, akitoka hapa mambo yatoke. Hapana, Mungu huwa anafanya hatua kwa hatua. Na kwa nini afanye kwa hatua kwa hatua? Kadiri unavyompokea Yesu, ndivyo ambavyo anazidi kujidhihirisha kwa nuru hiyo ulionayo. Kama unanielewa, punga mkono. Najua wengine wamenyoosha ila hawajaelewa. Kadiri unavyompokea Yesu, ndivyo anajidhihirisha kwa nuru ulionayo hatua kwa hatua. Kwa mfano, ngoja niwaambieni, mimi sio kwa kujisifia kwa uzoefu. Wakati naanza uchungaji, nilikuwa nahisi kuombea mtu mwenye pepo ni kazi ngumu sana, ambao hata ninapoanza huduma nilikuwa nikitaka kwenda najipanga. Hivi ushawahi kwenda unajipanga? Maana unahisi unaenda kufanya wewe. Kwa unatoka umejikoki, kama umejikoki na kweli unajikuta unaweza ukaspendi. Ni kweli kuna mambo ya kutumia muda mrefu na anaamua, lakini kuna vitu unatumia muda mrefu kwa sababu uelewe. Kwa natoka nimejipanga, nikaona ni kazi ngumu na kubwa. Lakini kadiri ninavyoendelea kuwa katika Kristo, nikagundua kumbe haya mambo wakati mwingine unaweza ukajipanga sana, lakini anayetenda muujiza ni nani? Ni Yesu. Yaani wewe hauna lolote, ni Yesu. Lakini wakati fulani niliamini, nikaelewa kwamba Mungu huenda anashughulika na mapepo tu, ila mambo mengine haya, unajua kuna mambo mtu akiona labda mtu mguu umepinda, mkono umepinda, mtu ana kansa, mtu anasema haya hapana, haya ni hospitali. Lakini kadiri ninavyoendelea nikashangaa, kumbe hata haya. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja, tulikuwa tunapiga tu stories za kawaida. Maana niliwapa story moja, naomba tu story niwape. Niliwapa story moja kanisa fulani kitu nilikuwa nahubiri. Nikamwambia wakati juzi hapa seke linaendelea wakati wa uchaguzi, mimi nilikuwa nina appointment na mshiriki. Nilikuwa nimetoka kuomba Tegeta, nikawa na appointment na mshiriki pale kanisa la Mbezi Ruisi. Alikuwa anatokea Kibaha. Kwa ilikuwa ni hiyo siku asubuhi tukakutana, ambapo ilikuwa ni siku ya upigaji kula. Kwa hiyo tukakutana, tumefika pale Mbezi Ruisi, tumefika pale, amekuja akamleta mdada alikuwa na changamoto. Sasa alikuwa anamleta na hiyo changamoto, wakati tunaanza kuomba ule muda unakaribia, wakati tunaanza kuomba, yani mimi nimeomba nikiwa katikati ya ombi nakaribia kumaliza, pale tukaanza kusikia vitu vinaruka. Sasa mimi naomba, nikawa najiuliza swali, niendelee kuomba au nikatishe maombi? Wewe ungefanya nini? Sasa nashangaa mgonjwa anayemuombea, attention ya kuombewa imetoka. Maana tunaanza kusikia kelele, watu wanapita na nini na mabango. Kwa mgonjwa anayemuombea kashaama kisaikolojia. Yaani natamani ombi langu liishe, na wakati mimi nilikuwa nimepanga ombi likiisha aunganishe na mwingine ambaye nilikuwa naye pale mwinjilisti. Kwa wakati unaendelea, vitu vinalia, mgonjwa amekosa amani. Mama aliyemleta binti na yeye sasa ameamka, natamani maombi tu yafungwe, kila mmoja ajue anakojua. Kwa mimi nikamaliza ombi, nikafumbua macho afu nikamwacha mwinjilisti aendelee kuomba. Nikasema ngoja na mimi niangalie usalama hapa wa taifa. Mimi nafumbua macho ndo nakuta mambo yamepamba moto sana. Na huyu mwenzangu anaomba, ushawahi kuona mtu anaomba kama anakimbizwa? Yaani haombi mtu afunguliwe, ila anaomba ili tuwahi kuondoka. Nilivyoangalia ile situation hii, nikagundua ya kwamba wanadamu tunamwabudu tu Mungu wakati fulani kwa sababu, lakini kuna mazingira yakitokea hauwezi. Sasa mahali fulani nikawa natolea watu ushuhuda, nawaambia hivi, yani mwanadamu wa leo anaweza akamini, yani anaweza asimwogope mchawi, akiamini Mungu anaweza akamlinda na mchawi, lakini hawezi kumlinda na risasi. Kama unanielewa punga mkono.
Sasa kadiri Mungu unavyomuelewa ndivyo anajidhihirisha na kukueleza, mimi ninaweza kutenda mambo makubwa ambayo wakati mwingine kwa mwanadamu yanaonekana ni impossible. Kwa hiyo ndio kuna watu ambaye anaweza akawa na ujasiri, akawa anaombea pepo ni maana halioni, anakemea na ujasiri, lakini ukimletea bunduki hapa usoni anakuambia hiyo Mungu aokoi hiyo na mimi nichomoe. Ndio nilichokiona pale kwenye maombi. Tunaendelea kuomba, hawa ambao tunaomba nao wanasema sawa tunaomba, lakini hizi zikitufikia kuna hatari. Ikabidi tunigeisha, maana unaomba na watu ambao imani haipo, roho haipo. Nikasema sasa tutakutana wakati mwingine. Nipo hali ikaanzia hapo, wakaondoka zao. Wamekuja kunitafuta hapa juzi, mchungaji tunaweza tukaendelea na zoezi? Nikamwambia zoezi gani? Simlikimbia nyie. Kwa hiyo Mungu anaweza kujidhihirisha kwa kadiri unavyomuelewa. Nilikuwa naambia hapa kwamba kiwango cha nuru ulionayo ndicho Mungu anaweza kujifunua kwako. Kuna watu wanaamini Mungu anaweza katenda mambo madogo kiasi hiki, mwingine kiasi hiki, mengine makubwa. Kuna watu level zao ni kubwa kabisa. Kwa kuna mambo unaweza kuona ni magumu, ila mwingine mwenye ana nuru kubwa anaweza akaona ni mepesi. Na ndio maana kuna mtu anaweza kukutana na ugonjwa fulani, akalia paka naomba maombi, Mungu natamani nife, natamani. Ngoja niwaambieni, hizi changamoto za ndoa, kuna wengine wakikutana nazo wanalia, nasema nimeuliwa na mwanaume gani na mwanamke gani, natamani kuachika. Alafu kuna mama mmoja ambaye ana uzoefu nayo mambo, akikukuta unalia anabaki anacheka. Anakuambia mwanangu, naako kanakutisha bado. Kadiri unavyomuelewa Mungu ndivyo unafunuliwa na uwezo, na unaelewa uwezo wa Mungu kutenda. Na ndio maana mwambia mambo ya Mungu huwa hayaji ghafla, huwa yanakuja hatua kwa hatua. Kadiri unavyomuelewa Mungu ndivyo ambavyo anajifunua kwako. Nisikilize, Yesu alimtemea mate machoni. Katika tamaduni za Kiyahudi, mate ya watu mashuhuri yalikuwa yanahesabika kama yana nguvu ya uponyaji, sio ushirikina, bali ilikuwa ni kama alama ya mawasiliano ya nguvu ya kiungu. Hizo ni tamaduni za Mashariki. Mate yalikuwa mate ya watu mashuhuri au manabii, na yalikuwa yanaonekana kama yana nguvu ya kiungu. Na ndio maana Yesu alitenda chochote. Yesu alichokitenda, vingi watu waelewe, vilikuwa anatumia utamaduni wa pale ili kuwasaidia wamuelewe. Akamwekea mikono, ilikuwa ni ishara ya baraka, ulinzi na kuachiliwa uzima. Yesu akamuuliza, je, waona nini? Kipofu akaanza kuona kwa kuchanganyikiwa, akasema naona watu kama miti ikitembea. Yesu akamgusa tena. Lakini kitu nataka kuambia kwamba wakati Yesu alipomgusa mara ya kwanza, alianza kuona kwa kuchanganyikiwa. Yaani kwa kuchanganyikiwa ni kwamba alikuwa anatazama, lakini atazami katika uhalisia. Kuna watu wa aina mbili ndani ya kanisa, na huenda wamekuja hapa kuabudu leo. Kuna mwingine ni kipofu kabisa, na maisha kipofu kabisa. Huyu ni mtu ambaye hajawahi kukutana na Mungu, anapitia wakati mgumu, hana nuru. Huenda ni magonjwa, ni uchumi, ni ndoa, ana giza zito. Yeye ni kipofu 100%. Na kuna mwingine ambaye ameshakutana na Mungu au akaguswa na Mungu, lakini akaanza kuona kwa kuchanganyikiwa. Huyu ndiye yule ambaye kuna vitu anaviona baadhi kama vinaenda, anaona kama avioni. Yaani nazungumza na mtu ambaye huenda anaumwa ugonjwa, kuna mazingira anaona kama amepona, kuna mazingira anaona hali inarudi. Nazungumza na mtu ambaye alikuwa na biashara kubwa, haielewi. Ni huyu kipofu aliyeguswa mara ya kwanza, anaona kama inaenda sawa, lakini kuna wakati kama inaharibika. Nazungumza na huyu wa kwanza kipofu aliyeguswa, yupo katika ndoa ambayo kuna muda anaona ni kama ndoa inataka kupona, kuna muda anaona ni kama anaona kama inaangamia. Kuna wakati fulani unazungumza na kijana ambaye ameguswa mara ya kwanza, anahisi kuna mahali anaweza kaitwa kwa ajili ya ajira, lakini anaona kama kuna mwelekeo wa kuajiriwa, lakini ghafla vinafungwa. Huyu ni kipofu aliyeguswa mara ya kwanza. Kwa ndani ya kanisa tuna watu aina mbili. Wapo wale watu ambao wameguswa mguso wa kwanza. Hawa wana neema ndogo inayowaongoza, wanaona, lakini hawa watu wanahitaji mguso wa pili. Na kuna wengine ambao wapo katika giza kubwa, hawa wanahitaji miguso ya aina mbili. Na nikwambie mshiriki ambaye umekuja hapa kanisani, usiseme ya kwamba kuna jambo ambalo nimeliombea sana halifunguliwi. Kuna mambo ambayo mchungaji mimi kwangu ni magumu. Na nikwambia kwamba huenda upo katika kundi la kwanza la mtu ambaye amekutana na Yesu kwa mguso wa mara ya kwanza. Tafsiri yake ni hii: usiache kumwamini Yesu, endelea kushikilia, kuna mguso wa mara ya pili unakuja. Bwana asifiwe.
Ndio maana unaona kwa kuchanganyikiwa, ndio maana mambo yako unaona hayaendi, watoto hawaeleweki, unaona kama uone, unachanganyikiwa. Biblia inasema kwamba aliona watu kama miti. Maana yake ni kwamba kufunguliwa sio kufunguliwa. Mambo yameenda hivi, yameenda hivi. Na ndio tuna kundi kubwa hilo ndani ya kanisa ambalo wamekutana na Yesu kwa mguso wa mara ya kwanza. Sasa wengi waliwa wanakata tamaa. Wengine wanaamua kuliacha kanisa, wengine wanaamua kwenda kwa waganga, wengine wanaamua kwenda kwa madhehebu mengine, wengine wanaamua kusema hili kanisa hali na Mungu, wanakimbia. Ngoja niwaambieni, wale watu watakoendelea kushikilia. Mungu anapokugusa mara ya kwanza hafanyi vitu vyote kwa wakati mmoja. Anapokugusa kwa mara ya kwanza, anaangalia umepokeaje hiyo mara ya kwanza. Ili akutendee mara ya pili, lazima hii mara ya kwanza uelewe ya kwamba amekugusa. Bwana asifiwe. Hamjanielewa. Na maanisha hivi, kuna jambo ambalo unaweza ulikuwa unaliombea kwa muda mrefu sana, ukaona kama kuna nuru imefunguka, ila wewe paka leo bado unasema hapana, bado. Mungu anataka uappreciate kile cha kwanza, hicho kidogo, hiyo ambayo ulikuwa na maumivu mahali fulani unaona kama yamepungua. Anataka uelewe. Ukishaelewa hilo, anaandaa mguso wa pili. Anamwambia kwamba katika ibada ya leo ninatamani mtu mmoja au watu wawili ambao wameona mguso fulani kwa mara ya kwanza kwenye maisha yao. Ibada ya leo natamani wengine na wengi wapokee mguso kwa mara ya pili. Uone kisawasawa kwenye ndoa yako, kwenye biashara, kwenye huo ugonjwa. Hapo kama ni ugonjwa ndo unapona kabisa. Kama ni kazi mtu anaajiriwa, kama ni ndoa inanyooka. Lakini kuna mwingine hata huo mguso wa mara ya kwanza hujapokea, na unahitaji kumwamini huyu Yesu akutoe nje ya mji ili ya kwamba upokee. Kwa ya kwamba wengi wao wanashindwa kusubiri. Sasa huyu mtu alimwambia, je, unaoma? Sema akamgusa tena, macho yake yakafunguka, akaona sawa sawa. Kwa nini mguso wa pili? Inaonyesha kuwa si kila uponyaji au muujiza huja mara moja. Ni mafundisho kwa wale ambao mnahitaji kuendelea kuomba, kufunga na kusubiri, kuwa na subira. Pia ili ni fundisho kuwa baadhi yetu tunaona nusu kiroho, lakini Yesu yuko tayari kutugusa tena hadi tufunguke sawa sawa. Ellen G. White anaelezea katika Desire of Ages ukurasa wa 422, anasema uponyaji huu wa hatua kwa hatua ni mfano wa jinsi Yesu anavyoshughulika na sisi kiroho. Hatufungui macho yetu kwa mara moja, bali hatua kwa hatua. Kadiri tunavyokuwa tayari kupokea, ndivyo anaendelea. Kadiri tunavyozidi kuwa tayari. Yesu anapokugusa mara ya kwanza, anahitaji uendelee kuwa tayari, ukae mkao wa kupokea. Wengi huwa wanakimbia wanapoguswa mara ya kwanza, wakianza kuona kwa kuchanganyikiwa. Wengi huwa wanakimbia, wakati Yesu anatamani awaletee muujiza, anakuta hawapo katika mkao wa kupokea. Katika mkao wa kupokea. Hii inatufundisha kuendelea kumkaribia Yesu kila siku, kwa sababu ya mguso wa pili unaweza kuwa ndio unaokamilisha mabadiliko. Mguso wa pili unahitaji wote ambao wanakutana nao, wana jambo wanaliombea, wanasema hajafanikiwa, changamoto fulani, huwa nawaambia umekutana na mguso kwa mara ya kwanza, unahitaji mguso kwa mara ya pili. Hii sio shida. Wengine wanafikiri ni shida ya mchungaji, wakati fulani ni shida ya muombewa. Hapana, kuna mambo ambayo Mungu anayatenda kwa hatua. Sasa Mungu anapokutendea mara ya kwanza kwenye nuru ndogo, unatakiwa ukae mkao wa kupokea, usitoke ile eneo, maana ameandaa mguso wa pili. Nilikuwa naangalia ka clip fulani juzi, fulani tu kwenye simu, vinatufundishaga hivi. Clip imekaa, mtu alikuwa anaomba, kaomba maombi yake akachukuliwa, hayo yakaenda hadi mbinguni. Sasa wakati maombi yanasafiri kwenda mbinguni, Mungu anayafanyia mchakato ili aje kumjibu. Huyu jamaa amekaa hapa kwenye maombi, anasubiri, akaona nikana kwamba Mungu hayupo. Akaenda kwa mganga wa kienyeji, nika clip kwa mganga wa kienyeji. Kule Mungu ameshamaliza kushughulikia swala la huyu mtu, analeta mkute lile eneo ambalo apokee, malaika anaangalia, anashangaa mtu kwa mganga wa kienyeji. Nika clip tu, lakini kalinifundisha ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tayari ameshatoka, alipo tayari kwenye mkao wa kupokea. Kwa hiyo baraka inafanya nini? Inarudi. Wengi Mungu ametaka kuwatendea, lakini wakati anataka kuwatendea ndio wameacha kanisa. Wakati anataka kuwatendea ndio wameenda kwa mganga. Wakati anataka kuwatendea ndio wameenda kwenye mafuta ya upako, ndio wameenda kwenye maji. Mungu anataka kutenda, tayari umeshaondoka eneo husika. Leo tuna upofu wa kiroho, magumu ya ndoa, changamoto za uchumi, changamoto za magonjwa, shida za elimu, mazingira na mji tuliopo. Vyote hivyo vinaweza kumfanya Yesu asiingilie kati. Naambia kwamba Yesu anatafuta wale wanaokubali kuondolewa nje ya kijiji au mji fulani cha maisha ya kawaida ili awaguse tena.
Hata kama tunaona kwa nusu, bado tupo kwenye mchakato wa kufunguliwa. Mguso wa pili wa Yesu unaweza kuwa ndio mabadiliko makubwa katika ndoa, katika uchumi, katika magonjwa. Huu mguso wa pili ni mguso ambao Yesu anakamilisha. Usiseme ya kwamba Mungu hajakujibu, hapana. Mungu ameshaanza kutenda, lakini yupo kwenye mchakato wa kukamilisha. Kwa nini hili somo leo? Wengi mnapokuwa katika hatua za kusubiri mguso wa pili, wengi huwa mnakufa moyo, wengi huwa mnavunjika, wengi huwa mnaondoka. Malaika wa Bwana wanapotumwa kuleta majibu, wanakuta hamjakaa mikao ya kupokea. Unapopokea baraka yoyote ya kwanza, isikufanye ukawa na kiburi. Ndio maana wengi wakaacha, wengi wakafikiri wamemaliza, wengi wakafikiri imewezekana, wengi wamepewa vitu vidogo na Mungu, wanafikiri wamepata, lakini Mungu anaona kama wanaona kwa kuchanganyikiwa. Wakati inapokusudiwa baraka kubwa, wengi huwa wanakutwa wapo eneo la tukio. Kwa hiyo wengi huwa wanaenda sehemu zingine, hata ndani ya kanisa wengi wanaenda sehemu zingine. Tulikuwa tuna mkutano pale Bariadi mwezi wa 9 hivi wa 8. Sasa tukiwa tunahubiri pale, tulikuwa tunahubiri jioni, asubuhi tuna maombi. Hubiri jioni, asubuhi tuna maombi. Hubiri jioni, asubuhi tuna maombi. Yale maombi yanasikika. Sasa mtu mmoja akaja kwenye ule mkutano, na anakuja akiwa anategemea yani alisikia yeye kwenye redio kwamba kuna mkutano watu wanaombea watu na nini, ambao ni wa ndugu zetu hawa wa Pentekoste. Kwa hiyo aliposikia, alivyoenda ile eneo akaulizia, maeneo haya kuna mkutano sehemu gani? Wakamwambia mkutano fulani huko pale. Kwa hiyo wakamdirect sehemu si tulipo. Akaja kufika, akaingia ofisini, katukuta ni kwa mimi na Pastor Frank na Pastor Oscar Kasitu, ni kaka yangu. Kwa hiyo tumefika mle, akasema unaitwa nani? Nani unakaa wapi? Fulani fanya. Umekuja kufanya nini? Sasa nisikia kuna maombi hapa hivi na hivi, umesikia nini kwenye redio? Tukajiuliza, kwenye redio sisi hatujawahi kutangaza huo mkutano. Sasa kuna nini? Akasema ngoja basi tumsikize. Haya, una shida gani? Akasema nina shida 1 2 3, nimekuja kuombewa. Sasa Roho Mungu akanigusa kumuuliza swali. Maana alivyokuja pale, kwa namna alivyotuelezea, alikuwa anatuelezea kana kwamba hajaja kwenye mkutano wa Adventista wa Sabato, ila amekuja kwenye mkutano wa wengine wale. Kwa mimi nikaguswa tu, nikamuuliza, dada wewe imani yako nini? Akasema mimi ni Msabato. Na mdau alikuwa amevaa mcheni, amevaa mkufu. Akasema ni Mwadventista Msabato. Yaani kavaa vile vitu vya kidwe. Nikasema ni Mwadventista Msabato wewe. Nikamwambia mbona Mwadventista Sabato usiku kuvaa macheni na nini? Akakosa jibu. Nikasema kwa hiyo umekuja kuombewa hapa yeye. Nikamuuliza tu swali simu. Nikasema Mwadventista Sabato wanawaruhusu kuja kuombewa kwenye hii mikutano yetu. Yaani sasa mimi najitambulisha kama sio Mwadventista Msabato. Akasema hakuna shida. Kwa hiyo nikamwambia uko tayari tukuombee sisi? Nikamuuliza swali la ziada, nikasema hivi, uko ajui kama sina Adventista? Nikamwambia uko tayari tukikupa maji ya upako? Aelewi hapo. Namuuliza rafiki yangu ambaye ni pastor, anacheka, anasikia maana sisi ni Adventista Sabato, na yeye ajui. Na baadhi ya ule mkutano tulikuwa tunaendesha kimaombi sana, kwa kutegemea kama ungekuwa ni sabato, na yeye alikuja anajua haendi kwa Adventista Sabato. Akasema niko tayari kwa chochote. Nikasema sisi wakati mwingine watu wana tabia, tukikuombea tunataka mtu aanze kusali hapa. Upo tayari kujiunga na kanisa letu tukubatize na wewe uwe lokole? Akasema mimi niko tayari, kikubwa nifunguliwe Mwadventista Msabato. Ukiangalia huyu sio kwamba uko kanisani ya kuombea, lakini alichoka kusubiri, akaona hangaiki. Kwa hiyo nataka niwaambie, na sisi ilikuwa ni Juma, na sisi hatukumwambia. Tukasema sawa, ngoja tukuombee, tukamwombea. Baadaye akauliza sasa hayo maji na nini? Nikamwambia hayo maji hatuna. Sasa kitu ambacho tumwambia, uje kesho, ibada zitaanza asubuhi, ambao ni Jumamosi. Kwa hiyo akaja. Kuja ndo anashangaa ni ibada ya Sabato. Yule dada alichanganyikiwa. Ndio nikagundua hawa ndio washiriki wetu tulionao ndani ya kanisa, wameshindwa kusubiri. Wapendwa, ibada ya leo inao wito. Kwenye maisha kuna wakati Mungu ametupatia mguso wa mara ya kwanza, lakini tukashindwa kuwa wavumilivu. Lakini kuna wakati fulani wengine hawajaona hata mguso. Nataka niwaambie kwamba unachohitaji ni kusubiri. Lakini unaposubiri, tambua ya kwamba yako mazingira ambayo Yesu lazima akutoe nje ya mji. Na Yesu anapokutoa nje ya mji, anakutoa katikati ya watu wasioamini, watu wenye imani haba, katika mazingira ambayo jina lake halitatukuzwa. Anakutoa ili ya kwamba akutendee muujiza. Una kazi ya kufanya mchana wa kumwambia Yesu, moja, nipe moyo wa kuendelea kusubiri nikiwa katika point ile ambayo sitotoka. Jambo la pili, nahitaji mguso wa mara ya pili. Wenda wengine wana mguso wa mara ya kwanza, wenda wengine hata huo mguso wa mara ya kwanza haupo. Ibada ya leo tunahitaji Yesu atuguse kwa mara ya pili. Na nataka niwaambie ya kwamba Mungu
ni yule yule. Kwenye kitabu cha Ibrania 15 mstari wa 8 anasema Yesu Kristo ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Nataka niwahakikishie kwamba tunaweza tusiwe vipofu wa kimwili wa macho, lakini tukawa vipofu kwenye mambo yetu ya kila siku. Tuna upofu kwenye ndoa, tuna upofu kwenye uchumi, tuna upofu kwenye mambo ya uongozi, tuna upofu kwenye magonjwa. Bado Yesu anahitaji atuguse. Na asubuhi ya leo, wale watu ambao wanaungana na mimi na kumwambia Yesu, nahitaji mguso wako, haijalishi mara ya kwanza, ya pili, wapunge mkono. Na unaweza ukasimama kama ndilo hitaji lako. Nina wito wa pekee katika ibada ya leo, wakati tunapoenda kuomba. Natambua kabisa ibada yoyote ni ibada ambayo inakuja na watu ambao wamekuja na mambo mazito ambayo wanamhitaji Yesu kama kipofu au na sio zaidi. Tunapoimba huu wimbo namba 22, piga kinanda. Wimbo namba 22. Tunapoimba wimbo huo, usinipite Mwokozi. Karibu pia kinanda. Wimbo huo, usinipite Mwokozi, namba 22. Tunapoenda kuimba wimbo huu, wewe ambayo unahisi unahitaji Yesu aonekane kwenye maisha yako, uenda kwenye jambo la kimagonjwa, ndoa, uchumi, lolote ambalo uenda kwa somo la leo unajihisi kuna mguso wa pili unaohitaji au wa kwanza, wakati wimbo unapita hapa mbele, haijalishi wewe ni mgonjwa ni wa namna gani, wewe njoo ukiwa una imani, unakuja kwa Yesu. Nitaomba wakati huo pia wazee wa kanisa wawili watakuja hapa mbele kuungana nami kwa ajili ya maombi. Usinipite Mwokozi. Anza kusogea mbele wakati wimbo unaendelea kuimba huu. Na Yesu anatoa wito katika Mathayo 11:28. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wenda kuna jambo ambalo unalijua moyoni mwako, wewe ndio unalolifahamu, mimi sijui, ila unahitaji mguso. Unahitaji mguso wa mara ya pili. Hata kama ni ugonjwa ulioshindikana, hata kama ni uchumi, piga hatua mbele. Hata kama ni lolote, Yesu yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Yuko mahali hapa. Na yuko tayari kukutendea. Haijalishi madaktari wamesema nini. Haijalishi una wasiwasi, una hofu na mashaka. Haijalishi ya kwamba uliona kwa kuchanganyikiwa, sogea mbele. Haijalishi ya kwamba wakati fulani uliona mambo yakaharibika tena, unahitaji mguso wa mara ya pili. Aidha ni kwenye uchumi, kwenye ajira, kwenye elimu, kwenye biashara, unahitaji mguso wa pili. Unahitaji mguso wa pili, unahitaji. Lakini wakati mwingine ulikuwa umekata tamaa, Yesu alikutendea ukaondoka, ukaacha kusubiri, ukaacha kusubiri. Piga hatua mbele, piga hatua mbele, piga hatua mbele. Wale wazee wa kanisa wawili waendelee kupita hapa mbele juu. Napozuru wengi, kiti chako imba. Bwana
tunaenda kuomba. Weka imani kwa Yesu, maana anasema hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimzania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ninakutia moyo rafiki yangu, haujaji hapa mbele kwa mchungaji au wazee wa kanisa, umekuja kwa Yesu. Hata kama umeshindwa kupiga hatua, lakini pale ulipo unaweza kuweka imani ya kwamba nami Yesu nimekuja mbele zako. Unahitaji kumwambia Yesu, aidha kuguse mara ya kwanza au mara ya pili. Wewe unaelewa kinachokusumbua, ni magonjwa, ni nguvu za giza, ni vifungo, mwambie Yesu. Mzee wa kanisa wa kwanza utaomba kwa ajili ya toba na maungamo. Mzee wa kanisa wa pili utaomba pia kwa ufupi kwa ajili ya Mungu atuguse. Huenda ni mara ya kwanza au mara ya pili atuguse kulingana na changamoto zetu. Nami nitahitimisha. Nawe endelea kuomba kimoyomoyo ukimsihi Mungu akutane nawe katika ibada ya leo. Karibuni wazee kwa maombi. Wakati huo, Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi hii tena. Tazama, kupitia mtumishi wako umenena nasi na kutukumbusha mahali fulani ambapo yawezekana hatukukuamini kwamba unaendelea kutenda kwa ajili yetu. Yawezekana ikawa ni dhambi ambazo tulizitenda, kuzinena au kuwaza, na hata tulipoomba tukadhani kwamba bado hujatusamehe pamoja na ahadi zako ambazo ni kamilifu. Lakini kwa somo la mchana wa leo umetuhakikishia kwamba ahadi zako ni timilifu na hakika. Amen. Bwana, Roho wako Mtakatifu athibitishe ndani yetu kwamba kila ambacho tulichokuja mbele zako kwa ajili ya msamaha wa dhambi tulizozitenda, basi umetusamehe na tunaanza upya maisha mapya Baba. Amen. Asante kwa kuwa unatupenda. Yapo mambo mengine ambayo tumeyaomba tukidhani kwamba yawezekana shetani ametufunga kwa namna fulani katika biashara zetu, katika uchumi wetu, katika kazi zetu, katika familia zetu, watoto wetu. Amen. Bwana, tunaomba kupitia ombi hili iwe ni hitimisho na iwe ni sehemu ya ushuhuda kwamba umetufungua. Amen. Bwana, tunakushukuru kwa kuwa unaendelea kusikia maombi yetu, unaendelea kutushuhudia katika mioyo yetu kwamba uko pamoja nasi siku zote kama ahadi zako zilivyo. Baba, kadri kila mmoja wetu anavyoomba na kuleta haja ya moyo wake kwako, endelea kupokea maombi yetu kwa kuwa tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Amen. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa kuwa umezungumza nasi katika mchana huu wa leo tena. Asante kwa kuwa umetuhakikishia kwamba popote na pamoja na changamoto nyingi katika maisha bado unafanya kazi katika maisha yetu. Amen. Huenda katika ugumu tunaopitia sehemu fulani ni kwa sababu ya mguso wa kwanza. Endelea kuweka imani yetu kwako. Amen. Ya kwamba unaenda kutugusa mara ya pili na tutaona kabisa. Amen. Pale ambapo tunapata mashaka ya Yehova Mfalme, katika uchumi, Amen, katika magonjwa, katika familia, katika ukuaji wa watoto, Baba, eka imani tena kwetu. Amen. Ya kwamba utaenda kutenda na tutaona mwanga kabisa. Ruhusu watumishi wako watakapoondoka katika siku ya leo, kila mmoja aondoke akiwa na tumaini ya kwamba umemgusa. Amen. Nenda kaonekana kwa watoto wako. Mchungaji anapoenda kuomba na mambo mengine watoto wako wanaomba kimoyomoyo, yote kayajibu na kaende katende kwa utukufu wa jina lako. Na tunaomba katika jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Tunapohitimisha maombi haya, imba nami pambio hili. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Tazama, tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote
Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Je, kuna kuna neno, kuna Bwana Yesu usilo liweza Bwana? Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Ikiwa umekuja hapa ni mgonjwa, weka kama ni mkono mahali panapouma, kama unaweza kuweka wenda ni tumbo au kichwa au kifua, weka kwa imani. Umekuja hapa ni mgonjwa, fanya tukio hilo. Kinapoendelea kuomba, ukiwa umekuja na changamoto nyingine, utamwambia Mungu kimoyomoyo. Utamwambia Mungu kimoyomoyo. Wakati mpiga kinanda anaendelea kupiga kinanda, wewe mwambie Mungu kimoyomoyo na ninapoendelea kuomba. Na uwe na imani ya kwamba Yesu anaenda kukugusa katika mchana wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndiwe Kristo ambaye jina lako linapotajwa huwa unazilika. Angalia kusanyiko kubwa hili ndani ya kanisa. Wamekuja mbele, wengine wamekosa hata nafasi, lakini kwa imani wako huko wameketi. Ila wana mambo ambayo wamekuletea. Wewe Yesu ndiye ambaye ulimshika mkono mwenyewe yule kipofu na ukatoka naye nje ya mji. Na wewe ndio Yesu umewashika hawa mikono, umewaleta hapa mbele. Na umekuja nao Yesu. Lakini Bwana, tunasikitika kukuambia tumekuja mbele zako tukiwa tuna vifungo. Wengine ni vifungo vya magonjwa, wengine ni vifungo vya uchumi, ndoa, kazi, elimu, maisha. Bwana, wengine ni vifungo vya giza kwa namna moja au nyingine. Wengine tumefungwa na pepo wachafu wanaotuharibia, lakini wakati fulani wengine tuliguswa kwa mguso wa mara ya kwanza, hatukuona mara ya pili. Wakati Yesu watu wanaomba mioyoni mwao, na wengine wakiwa wanatamka juu ya magonjwa, ninaamuru katika jina la Yesu, pitisha nguvu isiyo ya kawaida. Pitisha nguvu kila mgonjwa, kila aliye na changamoto. Bwana, pitisha nguvu ya uponyaji. Ninakusihi Bwana, hayo maumivu ambayo huyo mama ameweka mkono, yamuachie kwa jina la Yesu. Hiyo roho ambayo imefunga biashara, imefunga kazi, maisha yake yana upofu, kuna kiza kinene, haoni mbele wala nyuma, analia, anahuzunika. Yesu, ninakusihi, wewe mwenye uweza, wewe mwenye nguvu, achia uweza wako sahihi. Pita kama ulivyopita Misri, pita katika jina la Yesu. Na ninaamuru kama kuna mgonjwa ambaye amekuja hapa mbele na kwa hakika amefungwa na hili jambo, huenda amehangaika ila alikuwa linahitaji mguso wa mara ya pili, ninaamuru Bwana ukapitishe nguvu. Kama kuna roho zimemfunga zipigwe katika jina la Yesu. Haijalishi Bwana ni nguvu gani, Yesu ukiwa nasi hakuna nguvu iliyo juu yetu. Ninaamuru Bwana uachilie mamlaka yako. Achia mamlaka yako sasa. Asante Yesu. Endelea kuachia kwa kile ambacho mtu anakuomba moyoni mwako. Achia Yesu, achia hiyo nguvu iendelee kupita ndani ya mtu huyu ambaye amekuja hapa mbele. Endelea kumjaza na nguvu isiyo ya kawaida. Endelea hizo laana za mikosi, hizo laana, maneno mabaya aliyotamkiwa, kila silaha aliyorushiwa, leo Yesu tumekuja, gusa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Gusa tena, gusa mara ya pili tena, gusa tena kwenye ndoa, gusa tena kwenye uchumi, gusa tena kwenye haya masumbufu ya maisha, gusa tena kwenye uongozi wetu, gusa mara ya pili, gusa mara ya pili. Asante Yesu kwa kugusa. Asante kwa imani tulio nayo, tunaamini Bwana tunafunguliwa. Kama ni magonjwa ya tumbo, kichwa yanatuachia.
haijalishi ni kansa, ni HIV, haijalishi ni chochote, ni utasa, ni magonjwa ya kuurithi, yeye anafunguliwa. Kwa imani tunaamini unagusa kazi zetu, unagusa mambo tunayohitaji. Hilo ambalo silijui, ambalo limemleta mtu hapa, kwa imani Yesu, kama ambavyo tuliimba, unagusa. Watendee watu kwa utukufu wako. Asante Yesu kwa kutenda, nasi tunakushangilia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila anayeamini na mtukuze Mungu kusema amen. Bwana wabariki. Karibuni ibada ya mchana, tutakuwa na maombi. Hivyo ndivyo tunavyoendelea kubarikiwa na mahubiri kutoka kwa pastor wetu, Pastor Kasitu, ambaye ameweza kutubariki kwa somo zuri. Ni tumaini ya kwamba ndugu mtazamaji na msikilizaji ameweza kubarikiwa kwa somo ambalo ameweza kutubariki. Shukrani za dhati kutoka kwa David Mwigamba, Asejile Mwaitete pamoja na Lelo Rashid. Mimi ni Peina Thomas, nikukaribishe tena wakati wa mchana katika vipindi vingine.